Usingeweka bia kwenye kinywa chako, wala yeyote asinge kudanganya na kusema dini hicho. Na ni dini inayokuambia unywe, ni dini na kuruhusu ukinywa usinywe hali moja. Kule hawapiki pombe wala hawana, hawamwaki pesa zao kununua chupa ya bia. Ikiwa wewe unanunua bia, basi tega mgongo mambo ya Mungu, maana anasema kufa na ufe, wala hana shida na kilio chako. Halo! Hey! Sikiliza habari njema iletayo amani kwa wote. Injili ya Yesu inawataka waitakayo, haina nafasi kwa wasioitaka. Wala hutafunuliwa mambo ya mbinguni, utabaki Mkristo hivyo hivyo milele. Lakini mambo ya mbinguni yamefichwa, hata malaika hujamona. Utaaminije wala hujaona kwenu? Nyumba ambamo kuna manyoka, utafika kwenu uone? Utaabuduje kitu usichokiona wala kukisikia sauti yake? Ndiyo, tumeambiwa kwa imani, lakini imani pamoja na matendo. Maana yake uone ni nani unayemwabudu, mtakatifu kweli au anakunywaga na pombe, au anakunywaga na kabia na kakonyagi na kambege kidogo, halafu anaingia kanisani kukusanya mikono, anaimba wimbo, kafanya hivi, kainama na kuinama, anaimba ameinama namna hivi. Unafikiri Mungu anakujali? Haleluya! Ni habari njema iletayo amani. Kwa jina la Yesu aliye hapa pamoja nami, akufanye mzima. Kwa jina la Yesu, hata kusahau kwa kuwa hujamsahau, akufanyie rehema hata kama hupendi. Maana ile nia ndogo na imani ulionayo, umeamua leo ukae kwenye mavumbi ili utake msaada wake, sio? Bwana akufanyie kwa jina la Yesu Kristo. Pewe, fanyika mzima. Jinyoshe maungo yako ya mwili. Tamani kutazama kama huoni, utamani uwaone unaosikia nao kelele. Utamani kusikia. Nasema na kiziwi, lazima kiziwi asikie. Ni lazima full stop. Lazima usikie neno la uzima. Lazima utembee, uende kuinena Injili. Wenda miguu yako ni kilema wa kiroho, huwezi kwenda hata kijiji cha Ngaramtoni tu hapa kumshuhudia Yesu. Wewe unashuhudia tunavyopata faida ya maisha ya hapa. Hutayapata. Ukiyapata, Bwana atayachuja. Chochote utakachokipata, Bwana atatafuta njia akuhusulu. Ndipo utajua yuko Mungu atoaye na yupo Mungu atoaye. Pesa ya kuwawazia ndugu zao. Sijui leo wamepigwa wangapi, sijui leo wameuawa wangapi na kutupa tu kwenye kaburi moja. Waisraeli 10 au 20 kwenye shimo moja. Sijui leo wamefanywaje ndugu zangu. Wale wasiotimiza kibarua chao, sijui wamepigwaje leo. Wameonewa ya kutosha. Mateso haya yalifika mbinguni kama yanavyofika yako, yamemfikia Masia. Ingawa unaye bila kujua unaye. Ukiokoka kweli kweli, kuna kuokoka kwa kuchukia wizi, kuchukia uzinzi, kuchukia umalaya, kuchukia pombe, kuchukia kwenda kwenye wachawi.
na unasema umeokoka, bado hujaokoka. Bado unakabiliwa na judgment, hukumu. Hujaokoka, unaokoka tu mabaya usiyoyataka hata wewe. Hata kama kusinge kwa wokovu, hutaki kushiriki hayo. Kwa kuwa hutaki kushiriki hayo mabaya, hayo yatakuharibia afya yako. Sio kuokoka. Kuokoka ni kuhakiki ya kwamba Yesu yumo ndani. Nimeokoka na Jehanamu. Jehanamu situpwi, sihukumiwi. Maana ndiyo ya wokovu ni hiyo. Jehanamu sitaingia, nimeokoka na huo moto. Nimeokoka na kipigo cha Mungu atakavyoipiga dunia na wote waliomo. Wala hatatazama sura wala kupendelea kijana mwema wala msomi mwenye akili. Hilo ni letu la hapa duniani. Huyo ndio maana ya wokovu. Kuokoka sio kuamini tu. Kuamini hata majina yanaachana, yana meaning mbalimbali. Huku ni kuokoka, huku ni kuamini. Walipolichukua neno kwamba ukiamini na kubatizwa utaokoka, wanadhani ni hapo hapo tu. Haujui ubatizo ninaobatizwa mimi utabatizwa. Yesu alisema, ikiwa unasema wanipenda, ubatizo ninaobatizwa mimi utabatizwa. Yesu akalisema neno hilo, wakamaka, wala hawakuelewa. Kikombe ni kinyweacho utakinywea? Wakina Petro wakadua, ni ubatizo gani? Sio hii kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu maji yanapita. Never. Hii ni maji tunayokunywa na kuoga. Hiyo ni ishara ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini ubatizo anaobatizwa Yesu ni mateso kwa ajili ya dunia. Ni msimamo wa Baba yake hata kama wawe. Anasema Baba ni Mungu, ndiye nituma, niko pale pale, mimi ni mwokozi wa dunia. Wakamuua kwa ajili ya hayo. Kikombe, maisha aliyoishi Yesu ya kunyima, utaweza? Unaweza? Nini umswe kudai haki ya kuponyaji? Halo? Sikiliza, nikueleze. Ni kazi kubwa. Ukipenda Mungu, chukua ya Mungu. Ukipenda unavyopenda kuabudu, chukua. Iko nafasi tele, you are free. Uko huru. Kikombe ninachokinywea utakinywea. Hawakujua yeye ni mwokozi kwa sababu waliona ni kanzu moja anayoifua yeye, nyeupe, lakini iligeuka hata rangi ikawa ya maziwa. Anafua milimani, sabuni yake ni makonda au milenda au magadi anazoa anapopanda mlimani. Anafua mlimani na magadi tu. Mwana wa Mungu, ulimpa sabuni? Umempa sabuni? Si vyote unajirundikia wewe? Na siku hii utaviacha. Utaviacha na utalia mwenyewe. Hakuna atakaye kusikiliza, wala mchungaji wala nani, askofu hata kujua. Atakuja tu kuwafariji ndugu. Poleni ndugu zangu, mfarijike, Bwana ni mwaminifu, ametoa. Anasema hivyo mchungaji huyu, anakwenda jioni. Wewe kululiko ni wewe mwenyewe. Ole. Najua Moses Kulola anakwenda juu, naenda kupumua. Nitoe nafasi ya kupumua nikiongea na Kristo. Macho kwa macho nitakaa nayo. Nitaingia mbinguni kwa jasho. Ndio maana ya kusema mtakula kwa jasho. Mungu akamwambia Adam, akifikiri ya kwamba ni ugali tu na chakula, au kulima kwa jasho, kula kwa jasho ni kulima, au kufanya kazi ya nguvu ya majunia na mawe. Sio hiyo. Kila lilolisema Mungu lilete katika roho. Aliye wa mwili huyachukulia katika mwili.
utakula kwa jasho, na kwenye ardhi utanirudia. Utanirudia katika ardhi. Kula kwa jasho ni kujitenga na dunia. Kwa kufuata njia ya Mungu ni jasho, maana si rahisi ukae katika Mungu siku zote, si rahisi. Unapenda uzungumze na rafiki zako pale, hata nani akwambia rudi uingie chumbani uombe, utasema hata neno nasema muwe na kiasi. Naona unavyosaisha. Haleluya! Sikiliza, Mungu ukimpenda anafungua hazina zote na anakunyang'anya uozefu wote ulio nao. Mnabadilishana kama unavyotoa pesa, wewe anakupa kikombe kipya. Leo badilisha matatizo yote, majaribu, magonjwa, uzembe wa kiroho. Badilisha leo, umpe Yesu kwa imani, kwa kiroho, kwa asili yako. Yeye atakupa ukiombacho. Badilisha, amua, anza sasa. Ukitaka ubadilishe upewe change, una noti kubwa, atakupa noti ndogo ndogo na rangi zingine. Chako rangi ya kujitolea, kuvitoa ulivyo navyo. Kama huyo kijana aliyetoa ana akiba shilingi 40,000, akasema nampa Mungu robo tatu ya vile nilivyoviwekea, robo tatu, mimi nibakize robo. Utaweza? Ubahili huu ulio nao, huu ubahili utaweza kupiga teke? Bila piga teke, basi hujawa pamoja. Unajua waliaminio jina la Bwana ni wengi, lakini wateule ni wachache. Ndipo Mungu akasema, Musa, ninakutuma uende kwa watu wangu ukawaambie, Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo amenituma kwenu. Ondoka katika maisha ulionayo leo, ipite mambo yote na imani yote ya miaka mingi ile. Leo ifute yote yale, amua upya. Na wakiuliza kwamba huyo Mungu ni nani, nitawaambia nini? Mungu akasema, waambie huyo Mungu jina lake, waambie kwamba yule niko amenituma kwenu. Niko ambaye niko amenituma kwenu, amenituma kwenu, amenituma kwenu. Nina hakika kabisa amenituma Arusha mwaka huu, sababu nilikuwa nimesema Arusha no, ninaenda Mtwara. Arusha no, mama amebembeleza, nikasema Arusha no, naenda Mtwara. Wakati wa Bwana ulipofika, ni ajabu. Sitakwambia jinsi ni gani kilichonifanya nibadilishe. Sio tu salamu za mwanangu Mwizarubi, lakini maombi yake na wewe kuomba kwako, tukapatanishwa pamoja. Geuzo ni hata Onesimo nilimwambia kwamba siji Arusha. Nakwambia wazi, peleka salamu wa Arusha na waombea waendelee. Tutaonana juu kama Yesu atakuja kabla. Alinywelea mtoto huyo, alihuzunika, baba tumekosea. Akasema la, kosa gani? Je, nikienda Mtwara nimekosea? Nikiwaacha wao nimekosea kwao? La. Akanyamaza. Lakini leo nipo, amenituma kwako wewe unayekwenda hivi. Ili upate kufunguka kwa neno la Mungu. Yule niko ambaye niko amenituma kwako.
Kwa jina la Yesu, funguka. Nguvu za shetani zilizokufunga zife na ziangamie. Na uona mshale wa moto kutoka madhabahu ya juu unashuka kukatakata nyama za majeshi yaliyozuia baraka miaka yote kwako. Ziangamizo juu. Mshale unapenya paka uwanja wa Leli, paka uwanja wa Leli. Na lile kundi la majambazi yakao chini, yani hawa maagenti wa shetani wako chini sasa hivi, wana maombi ya kukusanyika ya nguvu sana ya kifunga. Hujajua kazi za shetani. Wale maagenti hukaa chini hapa, hujaa mitando ya shetani. Siku moja ufundishwe hayo. Kwa hiyo si rahisi kupita baraka unayoiomba mpaka malaika Mikaeli ayaondoe hayo. Bila hivyo hutapokea. Na kwa hali ulionayo ni duni namna hivi, milele na milele mpaka kifo kitakapokupanda. Na chini wanakama agent, yani haraka wanalipuka. Hawa wanafanya mkutano, tufanyeje? Wana mageuzi mbalimbali, tuchokoze mvua tu, tuchokoze kila kitu, waharibikiwe tu hawa, tuchokoze tu. Naona mwingine alitaka hata kulima sehemu mliokaa ili tu mkutano usifanyike hapa, wakute maharage kila mahali, tuwaone watakwenda wapi. Na NMC machi nitajaza. Hiyo ni mipango ya maagenti wa shetani. Nao ni wanadamu, nusu au robo au moja ya 10 ni majini au pepo, na robo au sehemu moja ya 10 ni binadamu. Unaweza ukasafiri naye kwenda Babati, unaweza ukala naye chakula hoteli, unaweza ukasoma naye shule, unaweza kufanya mambo yote pamoja naye. Ungekuwa na macho ungelijua ni nani unayefanya naye kazi. Usidhani wote ni wanadamu. Hivyo ndio maana Mungu akasema, nimeshuka niwaokoe wote, maana kilio cha hao kimenipaa juu. Nami huruma yangu na waondoa sasa Misri, kuwapeleka kwenye raha ichuruzikayo maziwa na asali, wapate kupumzika. Pumzika. Bwana akupumzishe. Mkono wake unyoke juu yako, unase matatizo yote. Mkono wake ni sumaku tupu. Ukija kwako yote yatanyonywa, yatanaswa, yataondolewa nje. Usalama utakuwa nao tangu leo. Je, unaamini haya? Unaamini haya? Nani anayeamini haya maneno ya uzima? Mshangilie Bwana. Shangilia kwa nguvu, 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 kwa nguvu. Shangilia kwa nguvu. Haleluya. Hatuna shida na shetani, hatuna shida. Haleluya. Nitainena injili niliyoinena ujanani. Nakumbuka hayo. Mengine niliyaona miaka kama 54. Nitayazungumza kesho kutwa. Nitainena habari ya kama wakati wa ujana wangu. Nikukumbushe kidogo. Niliwaambia mambatane na Danieli, na kesho yuko Sinoni saa 4. Please, will you attend? Come, njoo. Ingia cathedral ile. Sikia habari njema ya uzima, mafundisho atakayokutia na mizizi na vinyweleo vya kufyonza tope za afya. Utapokea namna kusimamia imani yako. Daniel, saa 4 asubuhi. Sinon, come, njoo. Uje. Mjaribu Mungu kwa wiki hii uone kama atakupungukia. Ndipo atakuongezea
Neno lingine, unaweza kufunika macho, funika, na alafu jisikie mzima, jisikie mzima, maana kama kufa hufi. Ungekwisha kufa zamani wakati umelemewa na typhoid fever. Mbona ukufa wakati umezidiwa na malaria? Mbona ukufa wakati umezidiwa na madonda ya tumbo? Mbona ukufa? Ni Mungu anakusudi ubaki na uishi, uwakumbatie watoto wako wakiwa bado wachanga, wafundishe maneno ya uzima, kumpenda Mungu, kumpenda Yesu, na pia kuwasamehe adui. Na pia mtu akiitwa jambo usimchukie, huyo ndiye atakuwa mtumishi wa Mungu. Lakini furahi kuwa naye, furahi kuwa naye, usimwogope. Ni mtoto wako tu aliyezidiwa tabu, wala siwe adui yako kamwe. Leo Bwana we mgeni, funika macho, naomba usiniangalie. Vya Mungu vitapita kwa kuwa husikilizi. Vya Mungu vitakupita, uponyaji wa mwili, uponyaji wa maisha, uponyaji wa roho, vyote hivyo, maisha, nafsi, mwili na roho. Uponyaji wa roho, uponyaji wa maisha, uponyaji wa mwili. Bwana anyoshe mkono kukugongea muhuri, uonekane unayefaa na kufanikiwa na furaha. Majaribu yanayokupata yatakuwa ni yale ambayo utayaweza kuyapita na utafanikiwa. Watakuuliza unavyoishi kwa furaha, kwa nini? Utasema ninaye Yesu aliye hai, mwana wa Mungu aliye juu. Sitabadilika, nimeokoka nikiwa hapa duniani, na mbinguni situpwi jehanamu. Nilikubali kusimama, wakanitenga ndugu zangu, wakanifukuza kwa ajili ya kumpata Yesu. Utastukia mmoja, wa pili anakufuata, utastukia wanne, utastukia ukoo wako wote wanamjua Yesu. Inakuwa jamii iliyookoka na kutupwa jehanamu. Bwana Mungu, nyosha mkono kwa wana hawa, kama dunia ikiuliza na mbingu ikiuliza. Watoto wako, watoto wa Mungu, na wajua udhaifu wao, najua maumivu yao, najua majaribu yao, najua mateso yao. Kila nyumba ina hali yake tofauti. Pana nyumba zina watu wazima wote, pana nyumba zingine mmoja, baba au mama, ni dhaifu mno, mateso ya kutisha, ama watoto mmoja wapo ni dhaifu. Hata kosa hata mmoja ambaye shetani anamwonea. Usiogope, wewe kondoo, unalindwa bila kujua. Analobabaisha shetani ni mwili, maana amepewa kibali. Wakati shetani aliposema nipe ruhusa nimwendee, wewe ulisema mwendee, lakini angalia roho yake tu. Ndio maana huyu mama, huyu baba, huyu kijana ana mateso haya. Ameomba mwiba huo umtoke. Wewe umemwambia usiombe hilo, ila neema yangu ya kutosha. Mfundishe huyo sasa ajue ni mwiba, asija akasema Mungu ameniacha. Asiseme labda nina makosa, lakini ashukuru kwa kuwa neema ya Mungu imemfanya andikwe jina lake mbinguni. Amepangiwa, amebishaniwa Mungu na shetani, ameomba adui, na Mungu amesema nenda, lakini angalia roho yake tu, mwili na maisha gusa. Hivyo shetani ana uwezo
ameufunika ulimwengu na roho yake, kama pilipili unapokula chakula. Chakula chenye pilipili huna shida nacho, utakitema baadaye. Bwana Mungu, funika kwa mkono wako wa nguvu. Msimjenge ua huyo, mlete hapa katika jina la Yesu Kristo. Nasema kwako wewe makata, nasema kwako wewe pepo, jini la kike, jini la kiume, jini kijana, jini mlemavu, jini chongo, jini mwenye vidole viwili, jini mwenye vichwa vitatu, jini mwenye jicho moja, ambaye mmoja wa hawa umo ndani yake, na kuapisha kwa Yesu aliye hai. Yule moto alikuja leo akanijulisha atakuwepo katika mkutano. Sasa anaanza kukunjua mikono yake akupe pigo. Shetani, unanisikia? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, itoe sauti hii unayoibana. Toa sauti yako utujulishe